Malizika hapa Diamond Jubilee. Kubwa zaidi mlichokitaka kama wanachama wa Simba kimetimia? Hapana, hakijatimia hata kwa asilimia chache, kwa sababu sisi tumekuja kuchakata hizi maboresho ya mapendekezo ya katiba mpya. Jedwali ya mapendekezo ya marekebisho ya katiba mpya ya Simba Sports Club ya mwaka 2018. Umeelewa? Marekebisho ya Novemba 2025. Ilikuwa ni swala la sisi kusomewa kama tulivyosomewa na mwenyekiti wa kamati ya maboresho ya katiba Bwana Ngasa, wakili Ngasa msomi, yeye na jopo lake walipasa baada ya kusomewa hayo tuanze kuchakata ibara baada tunakubaliana nayo au tunaikataa. Umeelewa? Sisi hatujaulizwa kama wanachama mkutano mkuu wote hapa hakuna aliyeulizwa hilo. Wewe umekubaliana nalo? Tumekubaliana nalo? Hapana. Alichokifanya mwenyekiti ni kufunga kikao na kuondoka. Alichokifanya mwenyekiti leo ni kufunga kikao na kuondoka. Hamjaridhika? Ametukosea mwenyekiti kweli kabisa. Mimi nisema ilahi mzee wetu ametukosea mwenyekiti. Alipaswa atoe room ya sisi kuchakata haya mambo. Lakini pia kuna upande wa bajeti ya klabu ya Simba. Tunaambiwa bajeti imekwenda mpaka bilioni 27. Simba ina matarajio ya kukusanya bilioni 29 kupitia vyanzo mbalimbali vya mapato. Lazima angetoa nafasi ya sisi wanachama tuulize maswali. Tuulize maswali, tuhoji. Tukishahoji haya mapato yametokana na nini au matumizi ni sahihi na nini, kampuni ya audited financial audited statement, kampuni gani ambayo imeaudit mapato yetu matumizi ya klabu ya Simba, nani kathibitisha hilo? Ilikuwa ni sehemu sahihi, sio wanachama kuuliza, hilo ni haki yetu. Mbona wanataka kutunyang'anya haki yetu ya msingi ya kuuliza maswali kuna mkutano mkuu na kuadhimia yote kwa ajili ya klabu yetu? Tusipelekeshane hivyo. Wao ni viongozi, watatua tupe njia ili sisi tutoe maoni yetu. Mkutano leo kuadhi na kuwa mkutano mkuu wa leo kiukweli umetunyima fursa ya kutoa maoni mengi, kwa sababu umefungwa bila kuuliza tumekubaliana na hayo au la. Huo ndio kweli. Mwenyekiti amefunga tu kikao. Huo ndio kweli. Mwenyekiti amefunga tu kikao from nowhere ili weje. Unaona? Kwa nini mtu ambao kimsingi mtu leo hupaswa kuwepo, walau hata tungepostiwa kama ilikuwa ni hivi. Ni bonge post kwenye Simba hapo tukasoma. Kwa sababu hapo kuna tofauti gani na taarifa habari ambayo unasomewa alafu wewe hauna sehemu ya kuuliza swali? Hamna tofauti. Nini ambacho unamwambia mwenyekiti? Anatakiwa arudi kwenye msingi ya kutusikiliza sisi wanachama. Sisi ndio wanachama wake na yeye ndio kiongozi wetu. No way out atukwepa. Hawezi kutukwepa sababu sisi ndio wanachama wake. Anapaswa arudi kwetu, atusikilize hoja zetu, nini tunataka, ikiwezekana mkutano mkuu itishwe. Lakini mkutano mkuu leo brother alikuwa ni wa taarifa, sio mkutano mkuu. Kama taarifa ya habari. Ni taarifa habari tu ambayo tumesomewa na hakuna mwanachama hata mmoja ambaye amepewa nafasi ya kuhoji au kuuliza kile ambacho kinatakiwa kuwa address. Sasa kwa staili hiyo ambacho kimekufurahisha leo kwenye mkutano. Mwana FA, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Sanaa na Michezo amewaambia Watanzania kwamba serikali haijatoa maelekezo yoyote ya kutuelekeza nini tufanye kuhusiana na uendeshaji wa klabu yetu. Mamlaka haya wameacha kwa Simba wenyewe. Tukiamua kwenda transformation sisi kwa faida zetu, tukiamua kuacha ni sisi kwa faida zetu. Nyinyi ndio wenye mamlaka. Ndio mamlaka, na wala hakuna maelekezo yote ambayo serikali kuu imetoa wapi. Kama alikuwa anaipa pressure. Ni uongo tu ambao propaganda zinatengenezwa huko mtaani. Kinachotakiwa kufanyika kwamba sisi hatujapitisha chochote. Yale ni ya kwake mwenyewe. Haya sisi hatujapitisha kwa sababu umetuletea wanachama. Sasa nini maana ya kutuita sisi tuje? Tumekuja kubadilisha nini sasa? Kama kwenye ajenda hizi ambazo sisi umetuitia, umetusomea, hatujapitisha. Umetuitia nini sasa sisi kama wanachama? Kwa hiyo sisi hatutambui maagizo haya yaliyotokea. Sisi yeye ndio tumuulize. Haya maneno natakiwa muulize yeye kiongozi kwamba Mangungu unaipeleka wapi Simba? Unaleta ajenda kwa wanachama, alafu wanachama huwasikilizi ili waweze kutoa haya maoni. Huu mkutano mpaka sasa hivi mimi yaani inabidi wajitafakari, viongozi wote inabidi wajitafakari. Wanapokuwa wanaleta mambo kwa ajili ya wanachama, basi watupe haki na sisi kutaka kuyaamua yale ambayo yanatuhusu sisi. Sasa haya ndio nafasi yetu sisi, yanatuhusu sisi. Halafu leo unatupa hujatupa mwongozo. Tunakuelewaje? Hatukosea. Mimi hapa nataka kitu kimoja. Huu mkutano ni mkutano mkuu wa Simba wa mwaka. Huu mkutano tumeitishwa kuja kubadili katiba, kuja kuweza katiba ambayo kwamba Simba leo ina nini huko inakokwenda. Tumeambiwa kuna vifungu chungu mzima kwenye kabrasha ili hapa kwamba Simba Holding Company haipo. Mali za Simba
zinakuwa chini ya bodi. Umeelewa vizuri? Leo tunataka tupitishe kifungu kila kifungu. Je, kifungu kwa wanachama mnasemaje? Mnakubali au mnakataa? Tunakubali ndio au hapana? Mbona tumeenda vizuri kwanza mwanzo wa mkutano, lakini mwenyekiti kuanzia mwanzo hata karibu mkutano kwanza alikuwa yeye hataki kabisa anajitetea yeye kulingana na nafasi kwenye kiti wake. Mpaka sasa hivi tunaondoka wanachama wa Simba hatujui tulichotoka kitu gani, au tumetoka kula bwabwa. Sisi tukufuata ubwabwa, sisi tumefuata mkutano wa Simba wa mabadiliko ya katiba ya sheria. Hata naibu waziri kazungumza, watu wa Simba badilisheni katiba yenu ili Simba iende. Umeelewa vizuri? Mpaka sasa sisi humu ndani hatuelewi.